tunajifunza Yesu kama hekalu. Kwa sababu Mungu anataka mbingu na nchi lazima vikutane pamoja kukamilisha kingdom ya Mungu. Yesu alivyokuja duniani, amekuja kama Mungu, amekuja pia kama mwanadamu, kwa sababu ameubeba mwili. Sawa sawa. But he's God. Kwa maana nyingine, ndani ya Yesu ambaye ana mwili, tunaposoma hapo akautwa naye akafanyika mwili, that means akafanyika nchi. Yule mwana, yule roho akafanyika nchi. Sasa Yesu anaanza kuwa ndiye meeting place, yani ile Eden ambapo Mungu alikuwa anakutana na Adam inapatikana ndani ya Yesu. Na ndani ya Yesu is where we meet. Mwambie jirani yako, ndani ya Yesu ndiko tunapatikana, ndiko tunakukutana. Sasa Yesu anafanyika mahala pa makutano, lakini si hivyo tu, anafanyika kuwa hekalu la Mungu. Ni mahala ambapo Mungu anapatikana ndani ya Yesu. Is where we find God. Tunamkuta Mungu ndani ya Yesu. Sasa kuna kitu nataka tusome sasa maandiko tuanze kutiririka. Uko tayari kutiririka na mimi? Niwekee Yohana 2 mstari wa 19 mpaka 22. Haya, na Pasaka ya Wayahudi ilikuwa karibu, naye Yesu akakwea mpaka Jerusalem. Tuanzie hapo. Sawa sawa. Sasa tuanze kujifunza. Akakwea mpaka Jerusalem. Tuone mstari wa 14. Tunasema akaona pale hekaluni watu waliokuwa wakiuza ng'ombe na kondoo na njiwa na wenye kuvunja fedha wameketi. Sawa sawa. Twende mbele. Anasema akafanya kikoto cha kamba, akawatoa wote katika hekalu na kondoo na ng'ombe, akamwaga fedha za wenye kuvunja fedha, akazipindua meza zao. Mstari wa 16, akawaambia wale waliokuwa wakiuza njiwa, yaondoweni haya, msifanye nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya biashara. Twende mbele. Anasema wanafunzi wake wakakumbuka ya kuwa imeandikwa, wivu wa nyumba yako utanila. Sawa sawa. Twende mbele tena. Anasema basi Wayahudi wakajibu wakamwambia, ni ishara gani ufanyayo? Ishia hapo kwanza before we continue. Now tunaona huku nyuma Yesu ameenda hekaluni. Now I want you to understand this very well. Tunaona Yesu anaenda hekaluni. Anafika hekaluni, anakuta watu badala ya mambo mengine wanafanya biashara. Na ukisoma hapo nyuma, nafikiri mmeona ng'ombe, kondoo na mbuzi, si ndio? Mmeona vitu kama hivyo. Watu wengi wanafikiri kwamba hii biashara ilikuwa ndani kama huku ndani. Yaani si hekalu ndio kama hivi? Unanifuata vizuri? Watu wengi wanafikiri ilikuwa ni kama hapa ndani. Haikuwa ndani, ilikuwa ni kwenye compound kama hapo nje. Wamachinga wamejaa. Sio, umenielewa? Wamachinga wamejaa, vurugu ziko hapo. Kwa hiyo hakuna hata nafasi nzuri ya watu kupita kufanya ibada. Hata watu wanakuwa scared kupita. Na unaweza kuona ajabu, watu wanafikiri ilikuwa ni ndani kabisa. It wasn't like that, kwa sababu ingekuwa ndani ng'ombe wanaingiaje huko? You can't you think ng'ombe wanaingia ndani na nini? Ilikuwa kwenye compound pale, lakini ni katika hekalu la Mungu. Sasa amefanya hivyo. Lakini kitu kimoja kinanishangaza. Hawa machinga wakiwa barabarani, kuwaondoa hata mgambo wa jiji ni shida. Si mnanielewa? Hawa machinga hata polisi wakija ni pata shika. Si mpaka waje na mabomu na manini, si ndio? Yesu yuko huyu. Wanafunzi walikuwa wanaangalia. Hakuna mwanafunzi aliingilia hiyo vita, sababu hawajui hata anachokifanya. Kwanza nafikiri walishangaa, huyu jamaa anaweza, mimi nashangaa Yesu alikuwa mtu wa namna gani? Na hii hakuifanya kwa maombi. Hii alienda physically, anapindua meza, chapa watu, toka, ondoka hapa, na hakuna mtu alisimama. Hata mmoja tu anakisema ila tu aliuliza swali, hili ndio swali. Basi Wayahudi wakamwambia, ni ishara gani utuonyeshayo kwamba unafanya haya? Wayahudi wakamuuliza swali, hii ni ishara gani? Kwa sababu kwa Wayahudi kila kitu kina maana. Kila tendo linatafsiri jambo jingine. Sasa huyu anafanya hivi, analeta ishara gani? Au ni vurugu tu? Hizi vurugu hazina maana yote. Wanamuuliza una ishara gani? Yesu anajibu. Twende mstari wa 19. Yesu akajibu akawaambia, livunjeni hekalu hili, nami katika siku 3 nitalisimamisha. You understand this?
Now listen, sikizeni. Yesu anawaambia livunjeni hekalu hili. Wao they thought anazungumzia hilo hekalu wanaloliangalia. Lakini mstari wa 20 anasema kitu kimoja hapa. Anasemaje? Let's go. Anasema basi Wayahudi wakasema, hekalu hili lilijengwa katika muda wa miaka 46, nawe utalisimamisha katika siku 3. Hili hekalu tumejenga kwa miaka 46. Unaona, hata hili kanisa jamani, miaka 10 haikufika, si ndio? Hata miaka mingapi tumejenga? Kama 5, sio? Mingapi? 4. Kama miaka 4 tukao tumefika hapo tulipofika, miaka 4. Mtu aje aseme siku 3, mtaelewa? Hata hili hapa, acha lile hekalu. Maana hilo hekalu linalozungumzwa nitawapa story yake kidogo. Haiwezekani. Na anawaambia basi Wayahudi wakasema, hekalu hili lilijengwa katika muda wa miaka 46, nawe utalisimamisha katika siku 3. Wanashangaa kabisa. Asante mama. Wanashangaa kabisa. Haya, twende mbele. Mstari wa 21 anasema, lakini yeye alinena habari ya hekalu la mwili wake. Hakuwa akizungumzia jengo. Alinena habari la hekalu ya mwili wake kama hekalu. Yeye Yesu kama hekalu. Twende mbele. Anasema basi alipofufuka katika wafu, yani baada ya kifo chake, wanafunzi wake wakakumbuka ya kuwa alisema hivi, wakaliamini lile andiko lililonena lile neno alilonena Yesu. Wakaliamini baada ya kuona matukio. Now, hapa tunaanza kuona Yesu mwenyewe baada ya mlolongo mrefu anaanza kujitaja kama hekalu. Kwamba nyinyi mnaabudu katika hekalu hili. Na kwa bahati mbaya sana, hili hekalu ambalo Yesu alikuwa anazungumzia livunjwe sio lile hekalu la Suleiman. Hili lilikuwa ni hekalu la mtu mmoja alijengwa, anaitwa Herode. Sawa sawa. Lilikuwa ni hekalu kubwa, zuri kushinda yote, amelinakshi. Herode hakuwa Myahudi, ila Herode alikuwa amepewa kuwa mtawala wa Wayahudi kama king hivi. Ndio maana Biblia haimtambui popote as a king, kwa sababu hakuwa wanasema he wasn't a native. Hakuwa mwenyeji wa Uyahudi na hakuwa mzaliwa wa Uyahudi. So anajaribu kufanya mambo ya kumfanya akubalike na Wayahudi. Moja ya mambo alifanya ni hili hekalu. Hao watu wanapenda kuabudu kwenye hekalu, lile lingine lishavunjwa na Suleiman limevunjwa. Let me build up this one kwa ajili yao. Lakini ikabidi watu wanakwenda. The difference was, hili hekalu la Herode hakuwa na sanduku la agano ndani. So there was no God. Sasa Yesu anakuja anawaambia, okay, mnaenda katika temple hii, not bad, lakini nataka niwaambie hili hekalu hili hapa, sio hilo, hili mkilivunja leo na lijenga ndani ya siku 3. Hili Yesu anajitaja yeye kama hekalu, kwa maana yeye ndani yake, ili uwe hekalu, kitu cha kwanza kinachokufanya kuwa na sifa ya hekalu ni uwepo wa Mungu. Mkilivunja ndani ya siku 3 nitalijenga. Na Wayahudi wanashangaa. Na baada ya kifo chake tunasoma kwamba hata wanafunzi wake wakaanza kuamini, oh, it is true, it is true. Lakini kuna kitu I want us to understand here. Hili ni hekalu, anazungumzia hekalu, kubomolewa kwa hekalu au kufa kwake. Anazungumzia habari ya hekalu kubomolewa. Na Yesu kama hekalu anazungumzia habari ya kubomolewa kwake, anazungumzia habari ya kufa kwake. Jesus is a temple. Sasa kwenye Yohana sura ya 12 mstari wa 23 na wa 24, let's go there. Kuna kitu kiko hapo. Yohana sura ya 12 mstari wa 23 na wa 24. Kuna mtu anaelewa hapa kini? Na nisikilize vizuri hapa. Naye Yesu akawajibu akasema, sasa saa imefika, atukuzwe mwana wa Adamu. Saa imefika, atukuzwe mwana wa Adamu. Mstari wa 24 anasema, amini amini nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa, hukaa hali hiyo hiyo peke yake, bali ikifa hutoa mazao mengi. Chembe ya ngano. Nao
listen to this. Kumbuka mstari wa ulio 23 anazungumzia habari ya kutukuzwa mwana wa nani? Anazungumzia imefika saa mwana wa Adam atukuzwe. It's time sasa atukuzwe. Alafu anawaambia mfano, anasema angalia chembe ya ngano, ikiwa moja ikisipoanguka kwenye udongo ikafa, alafu ikafufuka ikachipua kutoka kwenye udongo, inakaa hivyo hivyo moja, lakini ikifa ikichipua inatoa ngano nyingi. Sawa sawa. Yesu anazungumzia habari ya kufa kwake. Anasema hivi, nisikize vizuri, hekalu hilo la kwenu, hilo hekalu lenu halitakufa, halitatoa mahekalu mengine. Na watch here. Lakini hekalu hili likifa, hekalu hili Yesu likifa, likaenda kwenye udongo, likichipua likitoka tena, litatoa mahekalu mengi. Nataka uone chanzo cha wewe kuitwa hekalu. I want you to see chanzo cha wewe kuitwa hekalu. Kwa nini sisi tunaitwa hekalu la Mungu? You are going to see it here. Sawa sawa. Kwa maana nyingine anamwambia nini? Mimi nitakapokufa, akajitolea kama mfano wa chembe ya ngano, kwa sababu wanajua ngano inafanya kazi. Kwa anajaribu kuwaonyesha kwamba mimi nikienda kwenye udongo kama chembe ya ngano inavyokwenda kwenye udongo, alafu nikafufuka kutoka kwenye udongo, nitachipua na nitatoa mahekalu mengi sana. Yananielewa hapa? Kwa Yesu kama hekalu kwanza, yeye alipofanyika kama hekalu, akipokuwa hekalu, ndipo alipoweza kuzaa mahekalu mengine. Now we are going to see it here. Tuko sawa jamani? Nasema tuko sawa. So Yesu kama hekalu anavunjwa kama hekalu kwa sababu presence ya Mungu inakuwa ndani yake. Lakini anasema no, siwezi kukaa na uwepo peke yangu, lazima nizalishe wengine wengi wanaobeba uwepo wa Mungu kama mimi. Lazima nitoe wengine wengi ambao uwezo wa Mungu au Mungu anakaa ndani yao kama anavyokaa ndani yangu mimi. Yanakuelea haya? Nasema yanakuelea haya? Mwambie jirani yako, wewe sio mtu wa kawaida. That's why watu wengi sana huone tukisema tunatukanwa sana kwa kwenye mitandao, lakini mtu aliyeokoka sio kiumbe cha kawaida. Sio kabisa. Ukishakuwa na Yesu ndani yako, ukimbeba Yesu ndani yako, shida inabaki kwenye akili yako. Akili yako ikijitambua kwamba wewe ni kitu cha namna gani, huwezi kuwa mtu wa kawaida. Yanakuelea haya? Nasema yanakuelea. Now let's go and see now. Ngoja tuendelee mbele kidogo tuone. Sasa Yesu baada ya kufanya yote hayo, anakuja, tunaona anasema maneno kwenye Yohana 14 mstari wa 16 mpaka 20. Yohana sura 14 mstari wa 16 mpaka 20. Sasa hapa baada ya yeye kuwa hekalu, then sisi anatuzaa baada ya kufufuka, nasi we become a temple. We are not temples, we are a temple. Sisi sio mahekalu, sisi ni hekalu. Hakuna mahali kwenye Biblia pameandika mahekalu. Kwa Yohana sura 14 mstari wa 16 anasema, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Sawa sawa? Twende mbele. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani. Come on, si mnanielewa hapa? Atakuwa wapi? Aya mstari wa 18 ama sitawaacha yatima, siwaacha ninyi yatima, naja kwenu. Mstari wa 19 anasema bado kitambo kidogo na ulimwengu haunioni tena, bali ninyi mtaniona, kwa sababu mimi ni hai nanyi, kwa sababu mimi ni hai, ninyi nanyi mtakuwa hai. Twende mstari wa 20 anasema siku ile ninyi mtatambua ya kuwa mimi ni ndani ya Baba yangu, nanyi ndani yangu, nami ndani yenu. Sasa baada umeipata? Thank you Naomi. God bless you so much. You got it, eh? Thank you. God bless you. Naona wengine hawajaipata kabisa hii. Anasema siku ile ninyi mtatambua, siku atakapokuwa amefufuka. Amemwachia Roho Mtakatifu kwetu. Roho Mtakatifu atakapoingia ndani yetu, anasema siku ile ninyi mtatambua ya kuwa mimi ni ndani ya Baba. Yesu yuko wapi? Ndani ya Baba. Alafu mimi ni ndani ya Baba yangu,
nanyi ndani yangu. Yani mimi niko ndani ya Baba, nanyi now here is simple arithmetic. Hesabu rahisi. Yani yeye yuko ndani ya Baba yake. Lakini wakati akiwa ndani ya Baba yake na sisi tulikuwa ndani yake. Umeelewa hesabu hiyo? Yani yeye yuko ndani ya nani? Lakini na sisi tuko wapi? At the same time na yeye ndani ya nani? Sasa this is the meaning kwamba it was a promise. Hii ni maombi na ahadi kwamba itakwenda kuwa hivyo. Ilikuwa haijatimia. Hapa anazungumza kabla ya kuitimiza. Kwamba this is what is going to happen. Kwamba mtakuwa watu wa namna hiyo. Kwamba mimi kama hekalu nitakuwa ndani ya Baba yangu, and that's what it means to be hekalu. Lakini na nyinyi mtakuwa ndani yangu, kwa sababu mimi ni hekalu na nyinyi mtakuwa ndani yangu. Nitaingia na nyinyi ndani ya Baba, lakini na mimi nitakuwa ndani yenu. Kwa hiyo na nyinyi mnakuwa hekalu kama mimi nilivyo hekalu. Angalia huo mwingiliano kwamba unajua kuna kitu hamjaelewa wapendwa hapa. Wangapi wamekunywa chai asubuhi? Okay, kwenye chai mnatia nini ili iwe chai? Chai ni muunganiko wa nini? Maji, majani na nini? Okay, majani ukishachukua ukachemshia kwenye chai, unaweza kuyatenga tena? Okay, majani yameshawekwa kwenye chai, kwenye maji yamechemshwa pamoja, yamebadilika rangi, si ndio? Unachukua na sukari unatia wapi? Kwenye maji yaliyobadilika rangi, ndio inaitwa nini? Chai. Sasa ile chai ni vitu vingapi? Kuna maji, kuna sukari, kuna majani. Haya, unaweza kuvitenga. Ndivyo ilivyo sisi na Mungu wetu na Yesu. Mimi natafuta kukupa tu ufahamu and nothing else. I want you to see it wazi kabisa. Sasa kupiga kelele, unajua no. Twende hatua kwa hatua. Let's understand this. Kwamba anasema siku hiyo mtatambua na mtajua ya kuwa mimi ni ndani ya nani na nyinyi mu ndani na mimi ni ndani. Okay, yeye yuko ndani ya Baba na sisi tuko ndani yake, wote ndani ya Baba, yeye yuko ndani yetu. That means yeye na Baba pia wako wapi? Ndani? Yeah. Kama uliwahi kunywa chai umenielewa. Hata uji umenielewa tu. Sawa sawa? Angalia combination hiyo. Kwa nini naileta hii? Tunazungumzia habari ya uamsho. Ndio maana naleta hii. Tunaleta habari ya uamsho. Uamsho is not about praying as you jumping from here to another. No, it's about this combination. Ni huu muunganiko wa wewe, Yesu na Baba. Yanakuelea haya? Yanakuelea? Hebu tuende mbele tumalizie hapo. Kitu kidogo kimebaki. Haleluya. Nasema haleluya. Tuangalie vitu vichache. Marko 15 mstari 37 mpaka 39. Marko 15 37 39. Sasa hapa tunaenda kuona kazi iliyofanyika kuzalisha alichokuwa amekitabiri kwamba sisi ndani ya Baba, yeye ndani yetu na sisi ndani yake. Hapa kuna kazi inafanyika. Anasema naye Yesu akatoa sauti kuu, akakata roho. Sura 38. Pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini. Sawa? 39 nasema basi yule akida aliyesimama hapo akimwelekea alipoona ya kuwa alikata roho jinsi hii, akasema hakika mtu huyu alikuwa mwana wa Mungu. Naye Yesu akatoa sauti kuu, akakata roho. Now listen, kwenye sauti kuu hapa kwanza. Injili zote nafikiri kasoro Yohana. Sijaisoma kwenye Yohana. I think it's not here. Kwenye Luka ipo, kwenye Mathayo ipo. Mimi nimechagua kusoma tu kwenye Marko. Lakini injili zote zimembaki kitu ambacho kilitokea wakati ya kifo cha Yesu. Kuna kitu kimewekwa pale. Kuna pengine tunasoma wanasema kutokea tetemeko la ardhi. Sawa? Tetemeko la nini? Na miamba ikavunjika. Ingine mara pengine tunasoma jua likafunikwa, ikatokea ile wanaita kupatwa kwa jua. Si ndio? Nasema sun eclipse moon, kupatwa kwa jua.
Yaani jua likafunikwa ikawa giza kwa juu ya nchi. Vyote vilitokea wakati Yesu anakufa, anafariki pale msalabani, anaitoa roho yake. Sasa pale msalabani kulikuwa na mtu anaitwa Akida wa Kirumi. Anaangalia, anachunga kuhakikisha kazi inakamilika waliotumwa kwamba Yesu lazima auawe. Huyu Akida amesimama pale anaangalia kila kitu kiende kilivyopangwa. Aliona matukio yote. Mambo yalimchanganya. Paka Yesu anaitoa roho yake. Huyu jamaa asiye Myahudi alisema maneno mazito sana. Sasa hatujui hii sauti ilikuwa ni sauti ya namna gani. Lakini anasema pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hadi chini, na hii ndio nataka nizungumzie sasa hivi. Ndani ya hekalu kulikuwa na mahala panaitwa patakatifu pa patakatifu. Sawa sawa? Huko ndani haingii mtu yoyote. Anaingia kuhani mkuu once a year. Na yeye kabla ya kuingia lazima afanye preparations za kutosha kuhakikisha amejitakasa vizuri ili asibaki huko. Na akienda mara nyingi wanamfunga kamba hapa, anaingia na kamba kule. Kuna siku za kukaa, zikianza kupitiliza wanatikisa kamba kuona kama yuko hai. Akitikisa hivyo anajua bado Mungu amemshikilia, wana mambo yao. Wakitikisa mara ya kwanza kimya, mara ya pili kimya, wanavuta mzoga. Maana hawezi kuingia kumbeba. Ile kamba makusudi yake ni kwamba ukifia huko tukuvute. Hakuna mtu anaingia kumtoa. Sasa patakatifu, hakuna mtu alikuwa anajua nini kiko nyuma ya pazia kwa macho. Ila wale walioandaa tu ndio walikuwa wanajua kuna nini kule ndani. Na kinachotokeaga kule ndani, hakuna mtu ana siri hiyo, ni yule anayeingia tu, mmoja, mwakilishi wa wengine. Kwa hiyo anaweza kuchukua dhambi za watu akaenda kuzitubia kule, anaweza akachukua sadaka za watu akazipresent kule na nini, Mungu anazipokelea huko wanamalizana, anaenda kwa niaba ya watu. Sasa leo Yesu amekufa msalabani. Biblia inasema pazia lile lilikuwa limekata pale, linaficha kilichoko ndani, kisionekane, kisiguswe, kisifikiwe. Lilipasuka kuanzia juu mpaka chini. Sio tu kupasuka, likaachana. Kwa hiyo kila mmoja akaanza kuona kilichoko ndani. Kila mmoja akaweza maana yake nini? Kwamba Yesu kufa msalabani ni ishara kwamba wote tunaweza tukamwaccess Mungu bila mipaka. Kila mmoja anaweza kumfikia Mungu bila mpaka. Kwa sababu gani tunamfikia Mungu? Kwa sababu tunafanyika kuwa hekalu. Mungu inabidi akae ndani yako. Mungu atakaaje ndani yako bila mawasiliano, bila mgusano? Kwa kila mmoja anaweza akaingia na kutoka. Leo hii tunavyozungumza hapa, hata iwe nimeokoka namna gani, Lilian lazima uwe na wokovu wake pia. Yaani au watoto wangu waweze kusema, Brian aweze kusema hapo, wasema kwa maombi ya mamangu mimi nimepona. Hakuna kitu kama hicho. Kuna watu wengi nimesikia wanatoa shuhuda, maisha yangu haya ni maombi ya mamangu, wewe okoka. Mwingine ananiambia kama mimi maisha yangu, bibi yangu bana, bibi alikuwa anaomba sana. Omba wewe. Omba nani? Maisha ya bibi yako achana nayo. Yanakuelea haya? Yanakuelea? Sasa hii ndio maana ya kufanya sisi tuwe hekalu. Process ndio hiyo. Sasa hapa kuna maandiko machache. Anasema hivi, Wakorintho wa kwanza 6:19 mpaka 20. Wakorintho wa kwanza 6:19 mpaka 20. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu? Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu? Angalia ile neno, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe. Mstari wa 20 anasema, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Mlinunuliwa kwa thamani, mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Kwa maana nyingine, Mungu atukuzwe katika miili yetu. Lakini kwa sababu gani? Kwa sababu mmefanyika kuwa hekalu. Na kazi ya hekalu imefanywa na Yesu pale msalabani. Alipokufa, alipofufuka, tukazaliwa kama hekalu kama yeye alivyo nini? 17. Wakorintho wa kwanza 3:16, 17. Let's go. Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Sura 17 anasema, kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Kwa maana hekalu la Mungu
ni takatifu ambalo ndilo ninyi. Sasa haya maandiko ukiangalia, kuna mtu ananifuata vizuri hapa? Haya maandiko ukiangalia kama yanafanana, ila maandiko mawili tofauti sana. Ukiona lile hekalu kwenye Wakorintho wa kwanza 6 na hiyo Wakorintho wa kwanza 3, anazungumzia vitu viwili tofauti. Sasa tusome wote hapa huu mstari 1, 2, 3, soma. Bas, au hamjui ya kuwa mwili wenu. Hapa anazungumziwa mtu mmoja, ndio umetajwa mwili, haikutaja miili. Si mnanielewa? Anasema hamjui kwa kuwa mwili, kwamba wewe mtu mmoja mmoja, wewe ni hekalu. Ni singular, as a single person, wewe ni hekalu. Au hamjui mwili wenu ni hekalu. Sasa unapotembea barabarani mtu mmoja, wewe ni hekalu la Mungu. Ukiwa peke yako ni hekalu la Mungu. Bado haiathiri chochote. Kwa sababu kwa nini? Unabeba uwepo wa Mungu ndani yako. Sawa? Twende 3:17. 3:17. Angalia, anasema au hamjui ninyi. 16. 3:16. Au hamjui ninyi. Anazungumzia wengi. Bado anasema hamjui ninyi mmekuwa hekalu. Bado wote tunapokuja pamoja tunaitwa hekalu. Sawa? Mmoja akiwa peke yake ni hekalu, na sisi tukiwa wengi bado nini? Kama unasema na mtu mahali hapa. Sasa tuende mstari wa 17, kuna kitu cha hatari nataka kuzungumzia hapa. Mstari wa 17 hapo. Naomba tusome hii hapo. Tusome 1, 2, 3, soma. Mungu atamharibu kwa maana ambalo ndio ninyi. Hapa ni ninyi, hapa ni wengi. Yeye ya kwanza anazungumzia moja hii. Sasa nisikilizeni. Ndio maana hapa nataka kuna kitu ukijue. Usicheze na mtu anayembeba Yesu ndani yake. Usifanye ujinga wowote. You are playing with the temple of God. Mnacheka, sawa? Usicheze na mtu anayembeba Kristo ndani yake. Unacheza na hekalu. Kwa maana nyingine, you touch a person ambaye Kristo anakaa ndani yake, you are touching the temple of God. Kuna watu kazi yenu ni kusengenya wenzenu, kazi yenu ni kuumiza wenzenu, kazi yenu ni kufanya hiki. You don't know what you are playing with. Hamjajua mnachochezaga nacho. Ndio maana mimi nilikuwa najiuliza, kwa nini baadhi ya walokole maisha yao hayaendi popote? Na wanaomba, wengine wanakesha, lakini nothing happens in their lives. Unaomba kwa Mungu ambaye unacheza na hekalu lake. Unategemea nini? Amesema kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Kwa unajikuta unaharibiwa kwa sababu wewe unacheza na hekalu la Mungu. Ndio maana unaona Yesu pale hekaluni hakufanya mchezo na wale jamaa wanaocheza kwenye hekalu pale. Aliwasambaratisha vibaya sana. Huo ndio unaitwa wivu wa nyumba ya Bwana. Mungu ana wivu na nyumba yake. Mungu ana wivu na hekalu lake. Huwezi ukacheza na hekalu la Mungu the way unataka na ukawa salama. You can't. Haiwezekani. Ukacheza tu na kanisa la Kristo the way unataka ukawa salama. Now some people are stupid kwa sababu wewe unamuomba kwa Mungu yupi? There is this story, kuna story moja, kuna mhubiri mmoja amefariki recently, alikuwa maarufu sana zamani sana. Alikuwa very powerful. Nafikiri he was one of the most powerful preachers in America. Sasa akapata scandal. Haikuwa nzuri. Akatokea mhubiri mmoja siku moja kanisani kwake kama hivi. Akashika microphone. Saa nzima alikuwa anasema nini? Kiko wapi sasa? Hamna kitu kama kile. You know, akamaliza. Alipoweka microphone chini, akarudi ofisini. Alikuwa na mtindo akirudi ofisini, anapiga magoti anamshukuru Mungu. Alipopiga magoti tu, kwa mara ya kwanza alisikia sauti ambayo hajawahi kusikia. Mungu alisema na yeye audibly, kwa sauti kabisa kwenye sikio, akasema, unamuongea na unamshukuru nani? Mimi uliokuwa unanitukana kwa saa nzima? Fikiria, Mungu anamwambia mhubiri, umenitukana for 1 hour. Unanishukuru nini hapa? Akachanganyikiwa. Mimi nimekutukana. Anasema 1 hour.
unanitukana tu, umenitukana, umenishambulia, umenidhalilisha kwa lisali zima. Unashukuru nani sasa hivi? Akajua, akamwambia, ulivyokuwa unamshambulia mtumishi wangu pale, ulikuwa unanishambulia mimi. Now you understand, si ndio? Kwa hiyo you touch a person, mtu wa Mungu yeyote ukimgusa, no matter amefanya nini, ongea naye kwa ustaarabu yeye, usimdhalilishe mtu. Au muombe. Akamwambia next Sunday, muda huo huo, nunua airtime hiyo hiyo, utubu kwa lisali zima. Sasa lisali zima si unatubuje? Na kweli jamaa alienda saa nzima anabubujika, analia, anatubu. Watu wamejaa, nawaambia nilikosea Jumapili iliyopita, nilimtukana Mungu. Sema usizungumzie habari, usimtaje Jimmy, nitaje mimi, umetukana mimi. So you don't know what you are playing with. Hata nyinyi kwenye timu huko mnakaa amjui mnachocheza nacho. You don't know what you are playing with. Mwanadamu anaweza akakosea vyovyote, lakini haimtoi kwenye ushirika wake na Mungu. Mimi mnanielewa wapendwa? Usicheze na hekalu la Mungu anyhow. Chunga kinywa chako. Kuna some people they think they are wise. Nisikilize. Unapenda, unajua sasa mtumishi tumuombe, au yule dada anafanya hivi tumuombe. Kumbe ni usengenyaji wa kawaida tu. Unaharibikiwa kila siku. Achana. Mungu akubariki mama. Mungu akubariki sana. Achana na hizo. Concentrate na kujenga ushirika wako na nani? Na Mungu. Achana na mtu. Achana na hizo. Nakuelea haya. Nimeshaona watu wanadhalilika kwa sababu hii. Anything. Kwa taarifa yako tukubaliane hapa, chochote kisichojenga tusikisikie ndani ya kanisa. Usituletee ushauri wala usituletee nini chochote. Kama hakijengi, acha nje. Lete vinavyotujenga ndani. Sema amen. Nafikiri hii kitu nimesema, sikuwa nimepanga kusema. Nafikiri there is a reason. Wote malizie fundisho langu, muda umeisha. Fungua pamoja na mimi sasa Wakolosai 2 mstari wa 8 hadi wa 10. Wakolosai 2 tunamalizia hapo. 8, 10. My body is not okay, I'm tired. Sasa angalieni hapa. Mmeshaandika, sikilizeni hapa. Nisikize vizuri sasa. Namalizia hapa. Angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Mtu asiwadanganye. Usitoe hiyo. Labda nisikazie kwa kusema hivi, chochote ambacho hakijaandikwa achana nacho. Fanya kilichoandikwa. Nakwambia hivi, kama hakijaandikwa, Biblia hakijaandika, hata kama ni kizuri namna gani kusikia, achana nacho. Moja wapo ni ulinzi wa damu ya Yesu. Kama unanielewa? Narudia kusema, chochote ukisikia nimekisema, usiogope kukisimamia. Toka kwenye Biblia, ukisikia nimetamka kitu, nina uhakika, na research. Haleluya. Nasema haleluya. Kwa hiyo angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, sawa sawa, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. There is a way Kristo amesema juu ya sisi, tofauti na ulimwengu unasema juu ya sisi, tofauti na mawazo yetu na mapokeo ya mababu. Kuna namna Yesu anasema juu ya sisi. Twende mstari wa 9. Maana katika yeye, huyo Yesu, sikiliza hii sasa. Maana katika yeye, huyo Yesu, unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili. Akiwa katika mwili, utimilifu wote wa Mungu unakaa ndani yake. That means he is God 100%. Kila kitu ambacho kinamfanya Mungu awe Mungu kiko ndani ya Yesu. Na imagine akiwa katika mwili. Sawa sawa. Chochote ambacho kinamfanya Mungu awe Mungu kiko ndani ya Yesu. Hakuishia hapo, twende mstari wa 10. Anasema na ninyi, come on man, na ninyi mmekamilika katika yeye,
aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. That means kwa sababu chochote kinachomfanya Mungu awe Mungu kiko ndani ya Yesu, na Yesu hakubaki nacho. Chote kinachomfanya awe Mungu kiko ndani yetu pia. Now you can see what a kind of a person you are. Unaweza kuona wewe ni mtu wa namna gani wewe. Mnakaa kinyonge bila sababu. Chochote kinachomfanya Mungu awe Mungu kimeumbika ndani yako. Nipe Petro wa pili 1:4. Lete. Tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia za Mungu. Washirika, partakers of godly nature. Yani muwe washirika wa asili ya Mungu. Asili ya Mungu iumbike ndani yako. Ndio kusudi la Yesu kufa msalabani. Ili asili ya Mungu iumbike ndani yetu. Tusio wanadamu wa kawaida tunatembea katika nchi. Unapokwenda sokoni, jitambue wewe ni nani. Tambua umebeba kitu gani. Tambua nani anakaa ndani yako. You need to know wewe ni nani. Nimeona kwenye mitandao wengine wanajiita mentors nini, gospel scene mentors nini. Hajui chochote. Una mentor nani? Una mentor nini? Read the Bible. Jifunze Biblia. Ona maneno haya. Sisi sio wanadamu wa kawaida. Mwambie jirani yako wewe sio wa kawaida. Fanywa upya akili, ujitambue wewe. Hamna kulalamika. We are very powerful. Sema hatujui tu nafasi yetu. Sisi hatuji kusali wapendwa. Tukusanyike hapa hatuji kusali. Tunakuja kumwabudu na kujengana. Sisi sio watu wa kusali. Sisi sio watu wa dini. Sisi hatuna dini. Dini ni mpango wa mwanadamu kumtafuta Mungu. Wokovu ni mpango wa Mungu kumtafuta mwanadamu. Sisi tunakaa kwenye mpango wa Mungu, sio wa mwanadamu. Timilifu wote wa Mungu unakaa ndani ya Kristo. Na anasema anakaa ndani yetu. Akiwa ndani yetu, anaingia na ule utimilifu wote wa Mungu. So you become what God is. Ninambeba Kristo ndani yangu. Mwambie. Ambaye ukamilifu wote wa Mungu uko ndani yake. Kwa hiyo ninabeba uungu ndani yangu. Ndani yangu kumeumbika asili ya Mungu. Iko ndani yangu. Kwa hiyo mimi unayeniona ni makazi ya Mungu. Ni hekalu la Mungu. Nabeba uwepo wa Mungu. Na mbeba Mungu kama alivyo. Amen. Mpe high five. Mpe high five jirani yako. Now lift up your hands. Inua mikono yako juu, sema Roho Mtakatifu, ninakushukuru kwa neema yako. Asante kwa ukamilifu ulionipa. Kwa utukufu wako Mungu. Asante kwa neema hii. Sasa nimejua mimi ni nani na jinsi nilivyo. Naomba unipe ujasiri wa kuyaishi haya uliyoweka ndani yangu. Hebu omba hilo la ujasiri wa kuyaishi. Mwambie Mungu akupe ujasiri wa kuyaishi haya. Ujasiri wa kuyaishi haya. Yes, ujasiri.